hana baba, hana mlezi. Haya, kwa mfano Biblia inataka tukusanyike, tuimizane, tuhamasishane. Wewe hakuna unakosali. Wewe unaimizana wapi? Wewe unachochewa wapi kukifanya kile kitu kiwe imara? Kwa sababu hata akina Paulo walikuwa wahubiri, ila na wao walikuwa nakaa kwenye sinagogi. Kuna mahali nasikia Paulo alikaa akasikiliza, baadaye ndio akaambiwa, mna neno lolote la kutuambia? Humkuti ana muda wa kukaa kanisani kuomba kila siku walau masaa 2 matatu. Humkuti anasoma Biblia kila siku, anasoma vitabu. Humkuti anakaa kwenye ibada kwa utulivu. Na kuhakikishia ni swala la muda. Kwa sababu ukisha kuwa na maisha ambayo wewe ni muongeaji, yani kuongea unaongea sana, lakini hauna unyenyekevu kwa Mungu wa kufanya wewe imara, na kuhakikishia hadi kuzimu inakujua, ufiki popote, hadi kuzimu inakujua. Sababu kubwa inayoweza kupelekea tuhuma anazotumiwa nazo Pascal Cassian ziwe ni za kweli, ama aina ya maisha wanayoishi asilimia kubwa ya wahubiri ama waimbaji, hasa jamii ya watu ambao wanakuwa wanakaa umaarufu, ambayo aina yenyewe ya maisha wanayoishi inapelekea wawe ni viumbe ambao wamefanikiwa kuwa na umaarufu mkubwa, lakini ni wepesi kwa shetani, ni wepesi kutumiwa na shetani kufanya vya kishetani. Na baadhi yao wana maisha ya kishetani kweli kwa sababu ya uholela huo wa maisha. Jambo la kwanza nataka nikujulishe ni kwamba klipu hii haithibitishi hayo anayonenwa nayo Pascal Cassian ni ya kweli. Klipu hii haithibitishi kwamba ni kweli ni tapeli. Lakini pia Pascal Cassian hapa ametumika kama mfano wa kufundishia wengi, kwa sababu kwenye imani anapokuweko mtu inaweza kaonekana ni kama amekosea, tunaweza tukatumia mfano kufundishia wengine wengi. Mwanzoni kabisa hapa kwanza nielezee kwa nini Pascal Cassian au kwa nini watu maarufu. Pascal Cassian amekuwa ana uhubiri wa kukemea watu, kukemea makosa ya watu ama kuonya makosa ya watu. Aina hii ya uhubiri ina uwezo wa kukufanya uwe ni mtu maarufu, ama uwe ni mtu watu wakawa wanakuangalia kwa sura ambayo wakajua wewe ni msafi sana, una maisha safi, una njia safi, kwa sababu kumkemea mtu mabaya huwa inaonekana wewe umeshashinda yale mabaya, wewe umeshavuka ile hatua. Ukimwambia mtu tapeli, maana yake wewe sio tapeli. Ukimwambia mtu mwizi, maana yake wewe sio mwizi. Ukimwambia mtu ana tamaa, maana yake wewe hauna. Sasa aina hii ya uhubiri wa kuwa unaongea mabaya ya watu, ama aina ya maisha ya uimbaji, ina uwezo kufanya uwe maarufu. Sasa katika ule umaarufu ni kwamba wakati mwingine kama umaarufu huu hauna mizizi fulani, hauna malezi fulani, hauna ukomavu fulani, unakuwa umefanikiwa kuwa maarufu ambaye hana mizizi. Unaelewa vizuri hapa? Yani ni nyumba inapendeza huko juu, ni nzuri, inanawiri, lakini haina msingi imara. Na ukumbuke uimara wa nyumba ni msingi. Msingi hauonekani, lakini ndio unaofanya nyumba iwe imara, ndio unaofanya nyumba idumu. Kama hii nyumba itapendeza vyote, kama haina msingi imara,
hii nyumba wejua haiwezi kuwa, yani haiwezi kudumu. Hata kama huku nje watu wataisifia, watainena vizuri, lakini wejua haiwezi kudumu. Sasa naongea nini? Aina ya ubiri mfano wa kina Pasco Cassian, ambao pia hata wengine sisi unaweza kutuweka kwenye kundi hilo, iwe ni mimi, iwe ni mzee wangu Mbarikiwa, kina mchungaji Obidi Katunzi na wengineo. Ni kama vile tuna ubiri fulani ambao unaonekana ni kama ni mapambano, ni kama kushambulia watu. Kimsingi Biblia iliruhusu tuonyane, ilitaka tuonyane. Petro alivyokosea katika ile wa Galatia 2:11 hadi 14, Paulo alimkemea au alimuonya mbele ya watu wote. Sasa ninachoongea hapa ni kwamba watu wakimuona mtu anahubiri huo, akili yao ya moja kwa moja inakuwa inajua huyu mtu ni miongoni mwa wale ambao wanampenda Mungu, wamesimama. Lakini nataka nikujulishe, kipimo cha kumpenda Mungu sio huku kufoka mitandaoni, sio kabisa. Viko vipimo tofauti kabisa vya kumpenda Mungu, na wala sio kila anayesema wivu wa nyumba ya baba yangu utanila, si kwamba kweli ni wivu wa nyumba ya baba yake. Kwa sababu mwingine inawezekana tu ni vile ambavyo amezoea kufoka. Kwa kila mtu anafoka, kila mtu anamfokea. Amezoea kurekebisha, kila mtu anamrekebisha. Nianze hapa kwanza kwenye andiko la Wakorinto wa kwanza 10:12. Kwa hiyo ajidhaniaye kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu alikuwa apata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribio kupita mwezavyo, lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sasa nifafanue aina ya maisha. Kimsingi ni kwamba unaweza kusema sasa, nyinyi mbona mliko mnajua hayo? Nifafanue kidogo tu aina ya maisha ambayo watu mfano wa Pasco Cassian wanaweza kuwa wanayaishi, ambayo yanapelekea iwe hizi skendo wanavujishiwa, ama hata kama ni za kuvujisha, ila wana maisha ambayo yanakaribiana sana na kutokea hapo. Jambo la kwanza, kwa sababu ya umaarufu wanaokuwa nao unaotokana na kuwa wanakemea watu, kwanza wanakuwa ni kama wana uadui na kila mtu. Alafu pili, wanakuwa wana umaarufu. Sasa kuwa na uadui na kila mtu haina maana kwamba ndio sababu kuu. Sababu kuu inaweza kuwa umaarufu, kwamba unakuwa ni mtu ambaye ni maarufu, alafu ni maarufu ambaye huna mizizi au huna misingi. Kwa lugha rahisi ni kwamba hata baadhi ya watu wanauliza, kwani babake wa kiroho ni nani? Yeye mwenyewe ndo anaweza kawa anajua babake wa kiroho ni nani, au anaweza kawa anajua aliongozwa sala toba wapi, alibatizwa wapi. Ila kwa lugha nyepesi ni kwamba Pasco Cassian hakuwa na kanisa lolote lilikuwa nasali. Sasa Biblia ni kitabu ambacho pamoja na upumbavu wote unaweza ukautaja nacho, ila ni kitabu ambacho ni cha kweli na kitaendelea kuwa cha kweli katika nyakati zote ambazo kitaishi. Nisome hapa kwanza, nianzie kwenye Waebrania 10:24. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Maandiko yanataka tuangaliane, tuhimizane. Alafu 25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mnavyo siku ile kuwa inakaribia. Hilo eneo la kukusanyika naunganisha eneo la kuwa na kanisa unalosali na eneo la kuwa na mzazi. Kanisa lina kazi ya kuonyana, kuhimizana katika upendo. Mzazi naye ana kazi mfano ile, kwa sababu kanisa unavyokaa kanisani, unavyohubiriwa,
yale mahubiri, kuna vitu unafundishwa, kuna vitu unaambiwa hiki hapana, hiki hapana. Unakuwa na mtu ambaye amepita kwenye hizo njia. Hata kama wengine hawaelewi, mtafute mtu ambaye unaona kabisa huyu ni mkongwe, ni nyani mzee. Mtafute mtu unaona kwenye maisha haya ninayoishi huyu mtu ni nyani mzee. Lakini usianzie tu juu popote, hapana. Akina Paulo walikuwa ni watu ambao ni kama walivyookoka tu walianza kuhubiri, lakini kuna mahali Paulo alivyoona ubishani ni mkubwa kuhusiana na tohara, waliandika barua wakaenda nayo Yerusalemu kwa mitume kusema kwamba kwenye Matendo ya Mitume kwamba jamani, ili jambo mimi nionavyo liko hivi na hivi, lakini naona ubishani umekuwa mkubwa, kwa nini uwe hivi? Wakaandika, wakajibiwa ile barua kwamba yeye mwenyewe Paulo ndiye alienda kuipeleka. Wakajibiwa ile barua kwa habari ya jambo hili limekaa 1, 2, 3. Sasa asilimia kubwa ya hawa wahubiri waimbaji ambao wanapata umaarufu fulani wanakuwa hawana mtu moja kwa moja anayeweza akaongoza maisha yao, akasema hili hapana, akasema hapa usifanye hivi, pale usiende, kile usifanye. Hivyo vitu vinaweza kuonekana ni vitu dhaifu, lakini vina kazi na maana kubwa kwenye hatua za huyo mtu. Katika Waebrania 13 mstari wa 7 anasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, walioambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao igeni imani yao. Alafu Yesu Kristo ni yeye yule jana leo hata milele. Kwa kuwa Yesu habadiliki, hawa wahubiri hata kama wakiharibika, masalia ya watu wanaohubiri haki bado watakuwepo. Msala wa 17, 13, 17, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Sasa Biblia inataka tuongozwe. Maana ya kuongozwa ni nini? Ni kujulishwa lipi ni lipi, wapi ni wapi. Nimeunganisha vitu viwili hapo. Moja, ukiwa hukusanyiki unakosa maonyo ambayo kwenye kukusanyika ulitakiwa uyapate. Lakini mbili, ukiwa huna mzazi unakosa maonyo, unakosa uelekeo. Unaweza ukachukua hatua yoyote hata kama ni mbaya na asiweko mtu yoyote, unakuwa ni kama vile untouchable, kwa sababu sasa wewe unakuwa kazi yako ni kukemea tu watu, kufokea watu, afu wewe hakuna anayekukemea. Unakuwa ni kama ni mtu fulani ambaye ni untouchable. Najua haya ninayoongea unaweza kusema mbona wewe mwenyewe babako Mbarikiwa hakuna anayemkemea? Kwanza nataka ufahamu, Mbarikiwa ni mtu ambaye hata sisi watoto wake tunaweza kawa tumkemee mitandao, lakini maeneo mengi tunaweza kaenda tukakaa naye tukaongea naye. Ni mtu ninyi tu ambao mmejaa dunia ndio mmesema hashauriki. Hapana, ni mtu anakusikiza maoni yako, ni mtu jambo la pili, Mbarikiwa anakusanyika. Kwenye kukusanyika nikisimama mimi nikahubiri, mimi nahubiri injili ambayo hata kama nimeitoa kwake na mheshimu na mnyenyekea, lakini ninavyohubiri nahubiri kwamba ulokole ulikuwaje. Sasa Pascal Cassian alikuwa akusanyiki. Pascal Cassian hana baba wa moja kwa moja, mtu anayeweza kusema hili hapana, hili usifanye, pale usiende, maamuzi ya usifanye. Hayo maisha ni hatari sana, ni hatari sana. Nikusomea hapa kwenye Wakorintho wa kwanza 4. Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 15. Kwa maana ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Basi na wasihi mnifuate mimi. Kwa sababu hii nimemtuma Timotheo atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo, kama vile nifundishavyo kila mahali katika kila kanisa. Sasa ni kweli njia ya kulelewa inakuwa ni njia kama vile ni njia ndefu, kwa sababu kwanza atakulea nani, labda maisha anayekulea na mengineyo. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni njia ndefu ambayo wengi hawaichagui njia ya kulelewa. Lakini njia ya kuelewa ni njia salama, kwa sababu
unajengewa msingi wa neno la Mungu. Paulo anasema msingi huu nimeuweka na asiweko kila ajengaye juu yake angalie namna utakayojenga. Unavyokuwa unalelewa na mtu anakujengea msingi wa neno la Mungu, unakuwa ni mtu ambaye ni imara. Sasa nimekwambia kuwa unaongea sana mitandaoni ama kuwa unafokea watu mitandaoni ni tofauti kabisa na kuwa miongoni mwa watu fulani wa maana. Yani kuna hiki kitu nimekiona sio tu kwa Pascal Cassian, nimekiona pia hata kulikuwa kuna mtu mmoja ambaye alikuwa yuko pamoja nasi, alikuwa anaongea mitandaoni, anaongea lakini kimsingi alikuwa na namna nyingi za maisha ambayo unaona upagani nje. Haombi, kufunga ni kwa nadra, naweza kusema labda kwa sababu labda naumwa, lakini kuomba haombi. Kwa unakuwa tu ni mtu fulani, una maneno mikavu, ndio sawa, unakemea, lakini we mwenyewe huyo Mungu mbona hauna nidhamu naye? Ndio maana Paulo anasema ajidhaniaye amesimama aangalie asianguke. Sasa kwenye eneo la kukusanyika na kuwa na mzazi, kipengele B hapo B ni kwamba uhubiri ama aina ya uhubiri ambao unakuwa wewe unakemea sana makosa watu, lakini wewe mwenyewe hauna unyenyekevu binafsi ama hauna maisha binafsi ya kutimiza wokovu wako. Yani nielewe kitu kimoja hapa kwamba unaweza ukawa unasema watu sijui mara wanacheza step, mara wanavaa kimalaya, lakini wewe mwenyewe hauna maisha ambayo yanaua umalaya ndani yako. Hauna unyenyekevu kwa Mungu, hauna mifungo, hauna ibada, hauna nidhamu ya kusoma Biblia. Yani hauna nidhamu ya kukaa kanisani. Kumbuke Pascal Cassian hakuwa na kanisa, kwa hata kama alikuwa naomba labda ni nyumbani kwake. Lakini uhubiri ambao unaweza kumkuta mtu, na kuhakikishia ili naloongea mbingu zinaniona, na kuhakikishia uhubiri ambao unaweza kumkuta mtu ndani ya siku moja anatoa clip 4-5-6 kila siku kwa sehemu kubwa. Zile clip ukiziangalia zimeeditiwa, zimechanganywa vitu. Kwa sehemu kubwa huyu mtu ni vigumu sana kumkuta ana nidhamu nzuri ya kuomba. Ana nidhamu nzuri ya kuomba masaa 2-3 kila siku. Sasa ni kwa sababu hiyo kule kutokuomba, kule kutokusoma Biblia, yani wewe tu ni unafoka, unajua tu kwamba kuvaa hivi ni makosa, basi ni unawatokea tu unafoka hata maandiko. Ndio maana unakutaga wahubiri wa aina kama hii hata maandiko hawawezagi kusoma mengi, kwa sababu Biblia nayo hawaisomagi sana. Biblia vyovyote unavyoiona ya kipuuzi ina maana sana. Sasa uhubiri wa aina hii unakuwa ni ule wa kufoka tu kusema watu, lakini yeye mwenyewe pale aliposimama hajaangalia ni imara kiwango gani. Kwa hiyo mwisho wa siku kinachokuja kutokea ni kwamba watu wanaokuangalia kwa sababu ya kule kufoka kwako wanajua wewe ni mtu fulani uko level za juu sana, lakini kumbe wewe mwenyewe kutokana na nidhamu yako mbovu kwenye kuomba, kusoma Biblia. Mfuatilie, mimi namuongelea Mbarikiwa. Mbarikiwa mimi ni babangu, simuogopi. Mbarikiwa ni maisha yake. Sasa hivi ana miaka 10 yupo kanisani, anakaa kanisani, kila maombi anayoombwa yupo, kila ibada, na ana muda. Alikuwa na miaka ambayo alikuwa na muda wa sio tu alikuwa na miaka, hata sasa ana muda wa kuwepo kanisani zaidi hata ya washirika wengine wote. Sio, unanielewa? Wengi wao mnazonga uhubiri gani unashinda mitandaoni, lakini kwanza kwa mfano tuna ibada za jioni kila siku kuanzia saa 12 hadi saa 5 saa 6 kila siku tunafundishana, tunashuhudiana. Ndio maisha ile kwa najenga Pentecoste. Kasome Matendo ya Mitume 2:42, kasome Matendo ya Mitume 5:42, kasome, utajua
upentekoste au kuwa unajengwa. Mimi sikatai hii mitandao. Hii mitandao ni njia panda ambayo tunakuja kuhubiria watu, lakini tukiwa sisi wenyewe tuna maisha fulani. Sasa nachoongea ni kwamba uhubiri ambao unakosa msingi wa wewe mwenyewe kujinyenyekesha kwa Mungu. Katika Wakorintho wa kwanza 9 mstari nisome tu 27, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Yani ili jambo naloongea hapa nazungumzia kwamba wahubiri wengi ama aina ya uhubiri kama hii ya Pascal Cassian ya kukemea watu inapelekea mhubiri huyo ashindwe kuhubiri kwa hofu na matetemeko, ashindwe kuendea watu wa Mungu kwa hofu na matetemeko, ashindwe kutimiza wokovu wake kwa hofu na matetemeko. Yani kwa sababu hiyo anakuwa ni mtu ambaye anafoka sana, lakini ni dhaifu kwa shetani. Hata kuzimu inamfahamu huyu ni mtu dhaifu, maneno yake ni dhaifu, yana umaarufu, ndio ni popular. Mimi sio kama Pascal Cassian, maneno yake yana umaarufu lakini ni maneno dhaifu, ni maneno mepesi. Utanielewa kwa sababu kuzimu zinajua haya maneno yana nguvu kiwango gani, na eneo pekee linaloyapa nguvu maneno, linalopaka mafuta ya Roho Mtakatifu, linalofanya yale maneno ya chome moyo, ni eneo la maombi. Paulo anasema anautesa mwili wake na kuutumikisha, isije ikawa akiisha kuhubiri wengine awe ni mtu wa kukataliwa. Kasome Wakorintho wa 2:11. Paulo atakwambia katika kufunga mara nyingi, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kuwa na kiu. Yani anakuambia maisha ambayo yalimjenga Paulo. Paulo alikuwa anafunga, alikuwa naomba, alikuwa yuko radhi. Sasa ni nini naongelea hapa? Naongelea kwamba Paulo hakuwa na ubiri tu kwamba nimemfokea Petro, nimewafokea Wakorintho, nimewaita ni watu wa mwili. Hapana, Paulo alikuwa anaona ndio mimi nahubiri, lakini unajua nataka nikujulishe, ukiokoka kabisa, ubaya wowote unaomwambia mtu acha ubaya huu, ndani yako kuna alamu inakwambia mwanadamu ni chochote, na siku yoyote mimi nisiposimama vizuri naweza nikaenda kwa yule. Ni kwa sababu hiyo hata baada ya kumwambia mtu acha ubaya huu, ndani ya moyo wako kwanza unakonesa, Mungu naomba na mimi nisaidie, nipe maisha, nipe unyenyekevu, nipe jitihada, bidii itakayopelekea nisitokee pale. Kwa sababu hii dunia watu hawakugeuka tu kuwa matapeli, watu waligeuka kuwa matapeli kwa sababu walizongwa na kelele na upepo na yanayoongelewa duniani yaliwazonga kiwango ambacho walishindwa kusimama na wokovu na msimamo wao, wakajikuta wameibukia kwenye utapeli. Sio walikuwa na nia ya kuwa matapeli, hapana, ni kule kuzongwa ambako walizongwa. Sasa nikusomea baadhi ya maandiko mengine hapa ambayo Paulo anasema. Niende kwanza wa Filipi, nitarudi kwenye Matendo ya Mitume ambayo Paulo anazungumzia hapa kuhusiana na wokovu ulivyo. Wa Filipi 2 mstari wa 12, basi wapendo wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Yani yaishini maisha ambayo mtu aliyeokoka anatakiwa kuyaishi. Hayo maisha myaishi kwa kuogopa na kutetemeka. Lakini uhubiri tu unakuona foka mitandaoni, wewe mwenyewe kuomba uombi, ama ndio hivyo unatafuta tu kwa kemea na vitu kama hivyo, basi ni maisha ambayo huwezi kufikia popote, na shetani na kuzimu vinajua utaishia popote, kwa sababu hauna misingi.
katika Ibrania 4 mstari wa kwanza, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa kwa sababu walikuchanganyika na imani. Sasa ukiendelea mbele huku, kwanza moja anachokisema hapa, anasema ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope. Tuogope manake yani usichukulie, unajua imani ni vita. Kwanza imani yenyewe tu ni vita, kubeba imani ni vita, shetani yupo. Kwa usichukulie yani wewe ndio utakona kemea tu watu, shetani anakuangalia tu. Hamna, lazima wewe na maisha na matetemeko mbalimbali. Katika hii Ibrania 4:11, basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Sasa nirudi katika Matendo ya Mitume hapa. Matendo ya Mitume, nisome Matendo ya Mitume 20. Matendo ya Mitume 20, japo najua liko andiko nyingine nadhani kwenye Wakorintho, lakini mimi nitasoma tu la kwenye Matendo ya Mitume 20 mstari wa ngapi? Wa 18. Walipofika kwake akawaambia, au nianze 17, toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Walipofika kwake akawaambia, sasa ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi. Ndiyo, majaribu yanampata, lakini anamtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi. Yani mahali pengine anasema, au nisome hii pia 31, Matendo ya Mitume 20:31, kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Hapa Paulo anawaonya, anajenga jamii fulani. Mahali pengine anasema mnakujua kuja kwangu kwenu ya kwamba sikuwajia kwa hekima ya wanadamu, bali naliwajia kwa hofu na matetemeko. Sasa nimekwambia kwamba ukiwa ni mhubiri ambaye una uwezo mzuri wa kukemea watu, kuongelea watu, wewe mwenyewe hauna maisha ya unyenyekevu, wewe mwenyewe kujifua kwenye maombi, kujifua kwenye maandiko, kujifua kwenye vitabu mbalimbali, kuvisoma vitabu, kujaa maarifa, wewe jua, yani wewe hadi kuzimu inajua wendi popote. Haya, jambo jingine ambalo niliongelea hapo ambalo ni tofauti sana hayo. Moja, nimezungumzia swala la kuwa hana kanisa ama hana ushirika wote ambao atafundishwa, ataonywa, hakuna mahali alipokuwa nakusanyika. Pili, nimeongelea kuwa na baba au kuwa na mtu anayekulea, kuwa na mtu anaweza akakwambia hili hapana, hapa usiende. Tatu, nimezungumzia kuhubiri kwa kusema makosa ya watu, ukiwa wewe mwenyewe unaweza kuwa unajua lile ni kosa, lakini wewe mwenyewe una maisha gani? Yani ndio unasema lile ni kosa, wewe una maisha gani? Wewe una unyenyekevu gani kwa Mungu? Na vipimo vya watu kusogea kwa Mungu visipimwe kwa hivi vitu ambavyo wanakuwa wanavifanya hasa mitandaoni. Muangalie yule mtu mwenyewe ana nidhamu gani kwa Mungu. Mimi nikuhakikishie, mtu yeyote awe na umaarufu wowote, lakini akiwa ni hawa viruka njia hawa, leo yuko hapa kesho uko pale, hapana. Maandiko yanasema mwana hukaa hemani au nyumbani, ila mtumwa ndio uzurura. Wote unawaona hawa, kwa mfano hawa imbaji, mzee wangu Mbarikiwa aliwahi kuita kunguru wasiofugika. Hawa imbaji wote waviruka njia wale uko kwenye semina ya leo, humkuti ana muda wa kukaa kanisani kuomba kila siku walau masaa 2 matatu. Humkuti anasoma Biblia kila siku, anasoma vitabu. Humkuti anakaa kwenye ibada kwa utulivu, na kuhakikishia ni swala la muda. Kwa sababu ukisha kuwa na maisha ambayo wewe
ni muongeaji, yani kuongea unaongea sana, lakini hauna unyenyekevu kwa Mungu wa kufanya wewe imara, na kuhakikishia hadi kuzimu inakujua, ufiki popote, hadi kuzimu inakujua. Sasa hiyo ndio staili ya viruka njia waimbaji leo kwa semina leo kwa kanisa lile. Hana baba, hana mlezi, akikaa kanisani akiliko juu hivyo. Haya, kwa mfano Biblia inataka tukusanyike, tuimizane, tuhamasishane. Wewe hakuna unakosali. Wewe unaimizana wapi? Wewe unachochewa wapi kukifanya kile kitu kiwe imara? Kwa sababu hata akina Paulo walikuwa wahubiri, ila na wao walikuwa nakaa kwenye sinagogi. Kuna mahali nasikia Paulo alikaa akasikiliza, baadaye ndio akaambiwa mna neno lolote la kutuambia? Kwa si kana kwamba tu ni watu walikuwa always wanalolota. Hapana, kuna wakati walikuwa nakaa wanasikiliza wengine wanachofundisha. Na ndio maana wahubiri, asilimia kubwa ya wahubiri hao ambao wenyewe wanataka wanafundisha tu wao na wakati hakuna mwingine anayefundisha, huo sio uhubiri. Uhubiri unakaa na unajifunza, mtu anasoma andiko, unaangalia level ambazo mtu amejinyekesha kwa Mungu na vitu vingine kama hivyo. Jambo la mwisho kubwa ambalo nataka nifafanue hapa ni kuhusiana na misingi, kwamba uhubiri huwa kukemea, kama nilivyosema mwanzo, kwamba unakufanya uwe maarufu. Unaona kama hawa watoto wakina Prophet Justin, ambapo wanakuwa nasema Prophet Justin sio nini, Biblia inasema kwamba wengi wao wanakuwa hawana misingi ya imani, na hawajui maeneo mama ama target za shetani kumharibia mtu. Kwa mfano, nataka nikujulishe, fedha ni mlango wa kwanza wa mhubiri yeyote mzuri kuharibika. Ni mlango wa kwanza wa muimbaji yeyote mzuri kuharibika. Ni mlango wa kwanza wa muombaji yeyote. Fedha ni mlango wa kwanza wa kuharibika. Sasa njia ya wahubiri hawa kuwa salama ingekuwa fedha wajitengeneyo sana. Mimi kwa mfano, yule anaitwa Prophet Justin, yule mtoto anaitwa Prophet Justin, yule ni mdogo sana kwangu, channel yake ni ndogo sana kwangu. Mimi kwa uhubiri ambao nimeutoa kwa babangu mbarikiwa kwenye channel yangu, hujawahi kuona hata siku moja nimeweka namba ya simu ya wewe kutuma sadaka. Na nikwambie kweli kwamba hajawahi kutuma mtu sadaka kwa sababu ya haya ninayohubiri. Ila kuna watu wanaacha kujichua. Kuna watu kwa nini si kana kwamba maisha yangu nimejipata kivile, nina maisha bora kivile. Hapana. Kwa sehemu kubwa naishi maisha dhaifu. Ukiona maiki kama hizi zinapambaniwa kwa namna ambayo mpaka unakuja kuipata hiyo pesa, unakuja kuipata, yani ni pesa ambayo utaibana. Na nimshukuru Mungu kwa sababu ya mazingira nionayo, ambayo kuna mama ninaishi naye hapa, anampenda Mungu, ameamua kuwa sehemu ya utumishi wangu na utumishi wa babangu mbarikiwa. Lakini mimi mwenyewe ukiniangalia ni mtu ambaye sijawahi kusema tuma sadaka. Haya, inawezekana wengine wao mnaangalia ibada za YouTube, sijawahi sema tunataka kuchonga speaker, tunataka kununua vitambaa, tunataka kuchonga madhabahu. Sijawahi kusema tunataka kununua mic. Na kuhakikishia, fedha ni mlango wa kwanza wa mtu kuharibika. Usipoimaster fedha, usipoweza taaluma ya kujua fedha mipaka yake, usipojua, na kuhakikishia utaharibika utake usitake. Sasa nisome tu maandiko machache hapa nikiwa naifafanua fedha, kwa sababu usipokuwa na msingi mzuri wa malezi, fedha lazima kitakuwa ni kitu kitakuendesha. Simaanishi ukiwa na msingi mzuri fedha utakuwa nazo. Hapana, uhubiri sio hela. Angalia kina Elisha, maisha ya kuwa mhubiri, hasa kwa sababu
wengi wanaotoa sana hela kwa manabii wanatoa kwa sababu wanasifiwa, wanatoa kwa sababu manabii wale wanawatabiria mema. Ukiwa umenyoka, ndio kuna watu watatoa na sio dhambi, ila isiwe sando labda ni kila klipu namba ya sadaka. Mwisho yote ubiri unageuka kama biashara. Mimi sisemi kwamba watu kutuma sadaka ni dhambi, hapana. Sisemi watu kutoa sadaka ni dhambi, hapana. Lakini fedha, yani kwa mfano ukiona tu hivi ukiweka namba ya sadaka wanatuma kumbe nimeshaingia kwenye mioyo yao, ngoja nikisema jambo fulani kwa vyote vile watatoa. Mimi nilivyokamatwa polisi, walichukua simu yangu, walichukua LG V50 V50 ThinQ. Walivyoichukua, nilivyotoka kuna watu sasa, nadhani wengi walikuwa ni wakanisani ambao walikuwa kwa namna mbalimbali wametoa fedha zao kwa ajili yangu. Wengi ni wakanisani kwa sababu sasa ni familia ambayo tunaishi pamoja. Nilimshukuru Mungu kwa ajili yao, lakini kwa zile fedha nilizokabidhiwa kwamba bwana, fedha hizi zilichangwa kwa ajili yako, lakini tumefanikishana, haya umeshatoka, sasa hizi ni za kwako. Mimi nilisema hapana. Mimi wazo nilokuwa nalo ndani polisi, nikasema nitatakiwa niendelee kuongea, lakini nitatoa wapi tena simu nyingine? Wazo nilokuwa nalo nikasema naweza nikaomba watu wa Mungu kwa unyenyekevu. Najua hata kuwaomba watu wa Mungu mara moja kwa nadra, kwa unyenyekevu, sio vibaya, ila sio kila siku fedha inakuharibu. Mimi nilivyoona zile fedha nikasema hizi zitanitosha hata kununua simu ya kuwa na shutia clip. Lakini asante Mungu, alijitokeza mama mmoja ambaye alitoa fedha ambayo ikanunua simu. Lakini mimi nikiwa nafahamu kwamba huyu mtu inawezekana anazo hata zaidi ya hizi, sio nakuwa ni yule ambaye kwa sababu najua anazo basi katatizo kadogo. Hapana, fedha lazima iwe imekufa moyoni mwako. Fedha ni chanzo cha mabaya yote. Timotheo wa kwanza 6, kwa sababu ya muda nianzie mstari wa 6. Walakini utaua pamoja na kuridhika, au nianzie ngapi? Nianzie ngapi hapa? Nataka nikusomee jambo. Nianzie mstari wa 5. Na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, wanaosemaje? Walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utaua ni njia ya kupata faida. 6. Walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa, sio njia ya kupata faida. Utaua wenyewe pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiona chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hawa watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Sasa kama hiyo haitoshi, basi nikusomee kwenye Wafilipi hapa. Paulo anasema hivi, Wafilipi 4 mstari wa 11. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuona vingi na kupungukiwa. Naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ukiwa una maisha, wewe ni mhubiri. Mimi ni mhubiri, lakini mimi maisha yangu, siku moja nishawahi kupika hadi konokono. Sio mboga zikuepo, nilipika na nilikula. Sababu ni kwamba nilitaka kujifunza aina yote ya maisha. Mimi
ninaishi maisha ambayo inawezekana labda kama ningekuwa nataka kuwa nakula hivi nyama nini, mimi huwa nakula chochote. Baadhi yenu mnaweza mkawa mnajua kuna majani yanaitwa chunga, ni za sungura, zile chungu fulani hivi. Ile mimi kwangu ni mboga, na vitu vingine vingi. Majani ya milonge ni mboga. Nimejifunza hivyo kwa babangu mbarikiwa, nimejifunza hivyo kwa mamangu Salome. Hayo ndo maisha wanaishi. Wana uwezo wa kutoa fedha ikajenga kanisa ikafanya nini, lakini wao wakawa wanakula nyanya chungu, wananunua mafuta ya 500, wakinunua ndazi moja wanaandika. Nimejifunza kwa sababu Paulo anasema kama vile Bwana Yesu alivyosema kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea, na jambo linalokaribiana na hilo la fedha na kwenye msingi wa imani ni kutokuwa na maisha ambayo unaweza ukawa una vyanzo vyako binafsi vya fedha, ama unaweza ukawa tuseme unafanya kazi zako mwenyewe ambazo katika kazi hizo unajibana ili uwasaidie watu. Si unanielewa nachongea? Yaani naongelea wewe mhubiri, unafanya kazi, unatafuta 200-300, sio kazi za kutafuta utajiri. Hizi ndogo. Tafuta 2,000, 3,000, 5,000, umepata 40,000 mahali, unamsaidia mtaji mshirika, afu wewe mwenyewe unabakia una hela. Yaani kwa nini? Kwa sababu vile vyote vinakufundisha wewe uwezo wa kuishi hata bila fedha. Unajua ukishakuwa umezoea kuvipokea, watu wanakutumia tu sadaka. Mimi sikatai, kanisani watu wanatoa sadaka, kanisani watu baadhi wanatoa fungu la 10, lakini asilimia kubwa hizo fedha nazitumia kanisani zote. Nazitumia, wengine nitawapa mitaji, mwingine nitampa nauli ya kwenda kwenye ibada fulani, mwingine, yani nitazitumia zote, na nazo zitafuta mimi mwenyewe, nazo nazitumia kanisani. Yale maisha ya wewe kwa unatoa yanatengeneza namna kwenye moyo wako wewe kuto kuvitaka vitu au kuto kuvishikilia vitu. Hata kama wewe sio mhubiri moja kwa moja, lakini kule kwa unatoa kunapelekea wewe uwe ni mtu ambaye vitu sio sehemu ya maisha yako. Wewe maisha yako yanategemea usahihi wa utakalo lifanya. Unaweza kadhani wewe hivyo vitu sio vya muhimu. Akina Paulo walikuwa wanaletewa vitu, afu vile vitu walikuwa wanagawa. Anawaambia Korinto, nilifanya vibaya pale nilivyotumia vitu ambavyo watu walivileta kwangu ili kuwagawia ninyi. Nisome tu kidogo kwenye Korinto wa pili hapa 12, nisome kidogo tu 12:14. Tazama, hii ni mara ya 3 ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea, maana sivitafuti vitu vyenu, bali na watafuta ninyi. Maana iwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi wao, bali wazazi kwa watoto. 15. Nami kwa furaha nyingi nitatapanya, tena nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Je, kadri nizidivyo kuwapenda sana, ninapungukiwa kupendwa? Anachongea hapa, nitatapanya na nitatapanywa kwa ajili ya roho zenu. Sikia nikwambie, ukiwa na kile unachokiita uchungu na roho za watu zinapotea, sio utakuwa unazihubiria kwenye mitandao, kwa sababu watu wanakoharibiwa ni kule kwenye makanisa. Ukiwa na uchungu na roho za watu kabisa, wale watu wavute, walete karibu, uyaone matatizo yao, uzione shida zao, uone changamoto zao, wasaidie. Chukua kidogo ulichonacho, wape uone wanafanyaje. Yani huo ndo uchungu na roho za watu, kwa sababu hao naosema wanaharibika. Sababu ya kuharibika ni kwa maana unaweza kusema, wahubiri mnataka hela, wala nyinyi hamtoi, mnataka tukupewa. Ni kwa sababu wewe haulei watu. Ungekuwa unalea wewe, ungekuwa unatoa mitaji, unawagawia watu, ndo ungejua changamoto walizonazo watu. Hii nyingine ya
kuwashambulia tu wahubiri. Uhubiri kwanza na wewe, hubiri kwanza na wewe, uwe na wewe na kanisa, ule na wewe washirika, uzihendo changamoto za washirika, uyatatue matatizo ya washirika face to face. Nenda nyumbani kwao, ona hali zao, ona chakula wanachokula, yani shiriki, uwe participant wale maisha. Nakwambia huo ndo uhubiri. Uhubiri huo ambao tunafoka mitandaoni, huu sio uhubiri, huu sio uhubiri. Uhubiri kabisa, lea mtu. Unasema watu wanalea washirika, sio wana nidhamu mbaya. Lea wewe, kuza wewe, imarisha wewe, mshirika awe imara, awe na maisha imara, awe na ushuhuda imara. Imarisha wewe, huo ndo uhubiri. Sasa sawa, Paulo anasema ninatapanya na kutapanywa. Asilimia kubwa ya wahubiri ambao wanakuwa wako huku, hata wakienda kwenye mikutano wanalipwa, si dhambi, lakini Paulo anazungumzia anatapanya na kutapanywa. Anazungumzia mahali pengine anasema kufanya kazi, mikono yangu imetumika. Matendo ya Mitume 20 mstari wa 33, sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa ajili ya mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimeonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Sasa haya maandiko unaweza kadhani hana kazi, yana kazi kubwa sana. Hii unaona Paulo anasema sikutamani fedha wala dhahabu wala kitu cha mtu yeyote. Ukiona Paulo anasema hivi, ujue aina ya wahubiri ambao wanakuwa fedha ni kama yani kama ni kitu fulani ambacho ni sehemu ya maisha yao. Wewe jua asili ya uhubiri huo sio hii Biblia. Asili ya uhubiri wake ni heri kutoa kuliko kupokea. Nisome kidogo Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 9. Maana ndugu, mnakumbuka taabu yetu na masumbufu yetu, kwa kuwa usiku na mchana tulifanya kazi tusije tukamlemea mtu wa kwenu awaye yote, tukawahubiri hivi injili ya Mungu. Si dhambi kupewa na watu, si dhambi watu unaowasaidia kushiriki hiyo baraka pamoja nawe, lakini na kufundisha kitu. Mimi sikatai, mbarikiwa huwa kuna vitu anapewa, lakini vile vitu mara nyingi anavigawa vikiwemo kwangu mimi, huwa ananigawia, na wengine wengi pale kanisani huwa anavigawa. Mimi mwenyewe kuna vitu watu wanaweza kawanipa, lakini hivyo vitu navigawa kwa namna mbalimbali. Vingine nitafanyia maboresho kanisani, vingine nitagawa na kujulisha. Hivyo ni vitu ambavyo vinapelekea fedha ife ndani ya mtu. Haya, Wathesalonike wa pili 3 mstari nianzie wangapi? Mstari nianzie wa 7. Mwajua wenyewe jinsi wapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukwenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Si kwamba tuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu mtufuate. Kwa kuwa hata wakati wetu upokopo kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Sasa najua baadhi ya maneno haya yanaweza kuhesabika kama ni ushambulizi. Nimeongea vitu karibu 5. Jambo la kwanza nimezungumzia ni mtu ambaye ukiwa huna ushirika, huna kanisa maalum, wewe hulelewi. Wewe Biblia imesema tukusanyike, wewe hakuna unapokusanyika. Jambo la pili, hauna mzazi, hauna mtu anaweza akakwambia hiki hapana, hiki usifanye, hiki nenda huku. Jambo la tatu, hilo la pili, hauna mzazi, hauna mtu anayemnyenyekea. Jambo la tatu, hauna misingi ya tuseme nini, hauna misingi ya wokovu ambayo kimsingi, yani tuseme hauna maisha ya unyenyekevu, ujumla wa maisha ya unyenyekevu kwa Mungu, kuomba, kufunga, kusoma Biblia kwa nidhamu, tena kwa kusimamiwa, kwa mtu kuwa amekulea mpaka amekuthibitisha
Mimi sikatai, baadhi yetu tulikuwa tumepewa kuongoza watu tukiwa bado hatuna misingi hiyo sana, lakini kwa sehemu tulikuwa tumethibitishwa kwamba kanidhamu tunaweza kuwa nako, tukaomba kila siku, tukafunga, jambo la 4 ni eneo la fedha. Eneo la fedha, kwamba fedha ikiwa ina nguvu, huyu mhubiri swala la yeye kupotea liko karibu sana. Na jambo la 5 ni kwamba uhubiri kabisa na uchungu wa watu ni wewe kuhusika kwenye maisha yao, wasogeze karibu, yaone matatizo yao, shughulika matatizo yao. Sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, ikiwa mwenyewe nalia kutoka mabusu ya polisi nikisema, itengenezeni njia ya Bwana, yosheni mapito yake. Najua baadhi ya watu watahesabu klipu hii kama ni mashambulio, lakini mliona moyo wa unyenyekevu ndani ya klipu hii, mtajifunza jambo kubwa sana. Mtajifunza jambo kubwa sana, hasa wale ambao huwa mnajuaga uhubiri ni kule kufoka. Hamna, mtajifunza jambo kubwa sana, na mtajua ili uwe na safari fulani ndefu kwenye haya maisha na uhubiri, uwe na safari ndefu na huyo Mungu, kuna maisha unatakiwa uwe nayo. Heri kila mtu atakayefungwa, atakayeteswa, atakayefiwa na hata kuuawa katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika baada ya taabu zake. Hii ndio maana yale neno Maranatha.